Katika upande wa tasnia ya muziki wa Bongo Flava, wengi tunamfahamu rapa maarufu kwa jina la Chidi Benz, aliyetamba na nyimbo kama vile Dar es Salaam Stand Up. Zito mdundo wa hindi anga maenzi za Sancho ni sawa na upisho goli kutoka kwa mpishi pancho mashuhuri toka mtoto toka time ya mtoto toka studio joto sahau kuhusu pamoja na nyingine nyingi. Miezi michache iliyopita kuliibuka gumzo baada ya kuenea kwa taarifa za yeye kupelekwa Bagamoyo katika kituo cha Soba kwa ajili ya matibabu na uangalizi wa hali ya juu, kwani afya yake ilikuwa imedhoofika sana kutokana na utumiaji wa madawa ya kulevya. Chidi Benz alikubali kwenda Soba kwa ajili ya matibabu, ila taarifa tulizonazo Chidi Benz hakumaliza muda wa matibabu. Na ili kutafuta ukweli, Global TV tulifika katika kituo cha Soba alichokuwa akipata matibabu Chidi Benz, na tulifanikiwa kuongea na meneja wa kituo kile, na alikuwa na haya ya kusema. Kwa jina naitwa Tumaini Majula, ni meneja katika kituo hiki. Naishi na vijana hapa, tunasaidia vijana Afrika na kulevya. Miongoni mwa watu ambao tuko kuwasaidia kwa mmoja maarufu anaitwa Chidi Benz. Japo kwa sasa hivi ameshatoka, lakini tumemsaidia sana, tunapambana naye sana. Kwa maisha yake hata amefika hapa hadi kuondoka, nafikiri alikuwa sio mabaya sana. Aliishi vizuri, aliongea na wenzake vizuri, japo mara moja kidogo zile hali zao zikibadilika, na maana kama ni mtu mkorofi kama hivi, lakini hakuwa yeye kama nafikiri kwa ni ugonjwa ambao ni roast sana. Of course aliishi vizuri sana. Nafikiri yeye alijisikia kama amepona, lakini nafikiri ilikuwa ni kuimarika tu kiafya. Kwa hiyo kuimarika kiafya kashumu kwamba nimefanyaje tumepona, lakini alikuwa kweli bado kitiba na kitabibu ustahili kidogo aisha kuanzia siku 90 mpaka miezi 6. Ndio kwamba kwa sasa huyu anaweza kupata nafuu fulani. Kwa hiyo kama yeye kuishi mwezi mmoja ilikuwa ni bado sana. Kwa hiyo ndio alipoimarika afya akaona kwamba amepona, lakini ilikuwa nafikiri bado kitiba. Bali asijui ilikuwaje mpaka akaamua kwamba mimi naondoka, yani nini kilitokea mpaka kaondoka. Hii issue ya kusema kama ni kwa kitu kilichomface kwamba huenda alikuwa hajazoea kuishi maisha ya geti na muda mwingi kwa geti. Mzada mtu kutoka hapa kwenda sehemu, kutoka hapa kwenda sehemu, sasa mtu yule anazoea kuruka viwanja kula starehe fulani, umweke sehemu moja tu hivi, nampa shida kidogo. Kwa hiyo na nini sababu ile mfanya hata kuamua kufanya vile kwamba bana inatosha kuishi kuna nini, kwamba ninajisikia vizuri, nimepona, kwa nilangana kufanya mambo yangu mazuri tu, lakini kitabibu ilikuwa ni bado kabisa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vimefanya kutoka ni hilo tu kwamba nimepona, lakini alikuwa bado hajapona. Kwa mwezi mmoja hamna mtu wa jinsia kama madawa kunywa pombe afu kwa mwezi mmoja itafike kule kwenda ameacha, ni ngumu sana. Kwa hiyo kama alikuwa bado. Na alipofikia uamuzi huo, meneja yake labda kama hivyo Butali alomleta alisema nini, na alipomchukua alisemaje? Meneja yake kama yeye hakuwa na jinsi, kwa kweli hakuwa na jinsi, sababu yeye halitamani na alitaka kama aendelee kuishi hapa kusudi apate tiba, aimarike kiafya, aimarike tiba yake nzuri, arudi kwenye stage nzuri na aweze kumsaidia kwa namna moja ama nyingine kumrudisha katika stage yake kama hapo awali, ambapo awali alikuwa ni mtu mzuri tu, mtu maarufu tu. Sasa kidogo maarufu wake umefifia sababu ya madawa kidogo. Sasa lengo lake kubwa ilikuwa kidogo aendelee kukaa, aende kupata tiba kama kawaida. Lakini nafikiri mtu mwenyewe kana saidiwa hakuwa tayari kihivyo. Alitaka tu aishi muda mfupi, then aendelee kufanya majukumu yake, kitu ambacho lazima kwa yote vile atumumbe mabaya, lakini kwa yote vile ndani ya mwezi mmoja hakika bado. Sawa. Lakini pia kuna tetesi kwenda kusikia kwamba huyu jamaa alikuwa ni mgomvi na alikuwa anaanzisha mgomo hapa na pale. Unaweza kuzungumziaje hilo? Kuhusu kuwa mgomvi, kuhusu kufanya fujo na nini, hiyo sio sana kivile, sio sana, sababu kama nilisema kwamba hawa watu hatuwachukui kama watu wenye akili timamu, hatuwachukui kama vile watu wazima, tunawachukulia kama wagonjwa. Sasa mara nyingi ya kama hawa inafikia sehemu kwamba sasa ile harusi tunapompanda kwamba anataka unga au anataka dawa haoni. Sasa kuna vitu anavyofanya, vitu ambavyo anajua labda yeye anachofanya kile kiko sahihi, kumbe sio sahihi. Sasa
kufanya pesa hii, kwa anaweza kushangaa tu ipo siku tu akamwambia bana milioni nataka kutoka. Kwa nini? Anasikia vizuri. Yaani sasa ni alosto. Sasa baada hapo unashangaa tu yaani utakuta anaiboa vitu mbalimbali. Utakuta anachokoza hata mwenzake kwa nguvu. Kusudi kuna vitu anavifanya kusudi tu labda wamuone ni mkorofi, then wampe nafasi fanya ya kutoka. Sasa kwa wale kama zile tushazoea nafikiri. Kama mtu kama yule kwamba huyu sio yeye anasema vile. Kwa utajua jinsi gani kuongea naye, jinsi gani kumtuliza. Na kama kuna dawa utampatia kusudi aweze kutulia, aweze kudasa kuhusu kwamba alikuwa ameshimigomo, usije akawa anafanya goma. Hapana, wala hilo ilikuwa ni yeye kama kwamba sasa anaumwa, ndio ile hali sasa ni anaumwa na nini, harusi imempanda, ndio atakuwa mbogo kidogo, atakuwa mbogo, haambiwi kitu. Lakini sio kama alikuwa ni mzima, alikuwa kidogo. Nafikiri ndio sasa hiyo hali natoka taratibu, sababu ukiangalia mambo yao katika zao, miongoni mwa sifa ambazo zinafanya kwamba unamgundua mtu yuko hivi, anakuwa mlazimu sana. Kile kitu anachokitaka yeye anataka kifanyike muda huo. Hakipo kisiwepo, hakipo kipo, lazima nakitaka. Sasa ni ulazimu ambao na muda mwingine unasababisha hata kufika ambao jamaa anafanya dharau, kwa muda mwingine sio dharau, hapo huyo jamaa anadharau na muda mwingine ni mpuuza, na kumbe si hivyo, bali nakuta ni. Na vipi kuhusu shughuli za hapa na pale, alikuwa anashirikiana na wenzake vizuri? Ilimchukua muda. Mara kwanza ilimchukua muda kwanza kutoka nje, ilimchukua muda kidogo. Alikuwa ni mtu kama vile basi tu anaishi, lakini ilifikia sehemu baadaye kama anatoka nje, anapiga story na wenzake vizuri, anafanya majukumu kwa nadra sana, japo si kwamba unakuta hivi na hivi kama wengine, hapana. Hii yote nafikiri sababu tu ya kuona kwamba mimi ni mtu maarufu sana, mimi ni superstar, kwa hiyo fanyeni nyinyi vile hivi. Kwa siku kidogo unamuona kidogo anafanya hiki labda, lakini hiyo nzuri zaidi kumhamasisha wenzake. Alikuwa anamshauri wenzake, bwana nyinyi fanyeni hivi bana, hivi na hivi, nyinyi mnipata tiba hapo. Kwa hiyo anahamasisha wenzake. Kuna wale wengine wanaita kwa nguvu, akifika muda mwingine unakuta na bana wewe kama anza maisha mapya na nini. Kwa ni kitu ambacho kidogo unaona kama vile kama anaanza kushauri mwenzake aweze kukaa, aweze kuwa mvumilivu. Kwa muda mwingine kwamba sasa akili yake inaanza kurudi taratibu. Kwa hiyo kupanda majukumu mara moja sana kidogo hapo anafanya. Tukiachana na taarifa hiyo ya Chidi Benz kutoka Soba Bagamoyo, nikukumbushe kama hauja-subscribe, hii ni Global TV Online, fanya kusubscribe. Chini ya video hii kuna sehemu imeandikwa subscribe ili tuwe pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usizikose kama hizi, usikose zilizopita na usipitwe pia na zinazokuja. Naitwa The King Kelvin Shire, keep on enjoying.